Asante sana kwa kuendelea kutizama taarifa zetu, na sisi tukiendelea kukufahamisha tuliokuandalia ni kwamba mahakama mjini Kilgoris imetoa agizo la kukamatwa kwa aliyekuwa naibu kamishna wa Transmara Kusini Abdihakim Mohamud Jubat kwa kosa la kutohudhuria vikao vya mahakama licha ya kuagizwa kufanya hivyo. Jubat ambaye kabla ya uhamisho wake alikuwa anakabiliwa na makosa ya kutishia familia moja Kilgoris mnamo mwezi Mei mwaka 2023 kuhusu mzozo wa shamba la ekari 43. Katika kanda iliyosambaa mitandaoni, afisa huyo wa serikali anadaiwa kutishia familia kwa kutumia wapiganaji wa Al-Shabaab kuwafurusha kutoka katika kipande hicho cha ardhi, jambo ambalo lilizua hamaki kutoka kwa Wakenya. Al-Shabaab. Hiyo kesi ilikuwa kesi ya shamba, tulikula kesi tukamshinda, akakuja na maaskari kwa shamba kututishia maisha. Maisha yetu mpaka sasa iko hatarini. Kutoka hapo hivyo ushahidi ikakuja ikachukuliwa, file ikaenda Nairobi, ikaenda Narok, mwisho ikaletwa kotini. Na leo hii kesi iko kotini. Tumeendelea kesi from August up to now. Hakuna dalili ya Jubat kuja kotini. Amekataa kuja kotini, amejaheshimu kotini. Leo hii tumekuja mahakama ya Kilgoris tukifuatilia haki yetu, lakini nashukuru mahakama ya Kilgoris walitupea haki leo ya huyo BCC anaitwa Jubat. Naomba tu serikali mfuatilie huyu mtu. Kila uchao tunatishiwa maisha na hakuji kotini, lakini shamba anakuja kwa baba kututishia. Tukikuja kuenda kuweka obi tunaambiwa huyo ni mtu wa serikali. Sasa sisi raia tutaenda wapi? Kulilia wapi kama serikali achukuliwa hatua na sisi raia tutafanya nini? Naomba serikali muingilie kati maneno, mfuatilie. Ni afueni